Jeshi la polisi mkoa wa Kagera linamshikilia Tariki Dauda, miaka 32, Mnyambo, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Omukabale, kijiji cha Kagenyi na kilichoko tarafa ya Nkwenda, wilaya ya Kyerwa, mkoani Kagera kwa tuhuma za kufanya mauaji ya mama na mtoto wake ambao walikuwa ni mtu na mwanae. Mnamo tarehe 18 mwezi Agosti mwaka huu 2026, nyakati za usiku katika kitongoji cha Omukabale, kijiji cha Kagenyi, wilaya ya Kyerwa na mkoa wa Kagera, Jairus Emmanuel mwenye umri wa miaka 27, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Omukabale, na mwanae aitwaye Mahamudu Tariki aliyekuwa na umri wa miezi mitatu, wote wawili waliuawa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za miili yao. Katika tukio hilo, Jairus Emmanuel alichomwa mara 13 mgongoni na mara 5 kifuani, na wakati huo mwanae Mahamudu Tariki alichomwa tumboni hadi utumbo ukatoka nje, ambapo mtoto huyo alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Kyerwa. Aidha, mtuhumiwa baada ya kutenda kosa hilo alikimbia kwa lengo la kukwepa mkono wa sheria. Hata hivyo, jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi lilifanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo akiwa anafanya jitihada za kutoroka kwenda nchi jirani ya Uganda. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kulikuwa na mgogoro kati ya hawa wanandoa wawili, ambapo mume alikuwa akimtuhumu mkewe kwamba amezaa mtoto ambaye sio wake, kwa maana kwamba kazaa na mwanamume mwingine. Mgogoro ule ulifanya wawili hawa wakatengana, ambapo mwanamke alirudi kwa wazazi wake. Hata hivyo, mwanaume huyu alifanya jitihada za kwenda kumshawishi akiamini kwamba wangerudi wakaishi wote pamoja. Kule kwa wazazi walikubaliana, kwa sababu sio umbali mrefu kutoka kwa mume mpaka kwa wazazi wa marehemu na mwanae. Kwa hiyo kwenye kikao kile walikubaliana kwamba basi mke na mtoto warudi kwa mume wake, wakati kikisubiriwa kikao ambacho pande mbili, kwa maana ya uzazi mzawa upande wa mwanamume na upande wa mwanamke, watakapokaa pamoja ili kupata suluhu ya pamoja. Lakini kwa sasa warudi wakae kama wanafamilia. Inavyoonekana, mtuhumiwa alitumia ile kama fursa ya kumpata yule mama na mwanae akiwa mwenyewe ili aweze kuwafanyia unyama huo, kwa sababu ilikuwa nyakati za usiku, na wakiwa njiani alitekeleza hilo, ambapo aliwaua wote wawili kinyama kama ambavyo nimesema hapo awali. Natoa onyo kwa wakazi wa Kagera, waache kuchukua sheria mkononi. Ukichukua sheria mkononi, hauna tofauti na yule unayedhani amekutendea wewe hicho kilichokuumba. Na kwa bahati mbaya, unaweza ukachukua sheria mkononi ukatenda kosa kubwa kuliko lile ambalo wewe umetendewa. Fikiria, huyu kamuua mama na mtoto, kisa anaamini mkewe kazaa nje. Kitendo cha kuzaa nje, hili kosa la kuzaa nje, adhabu yake haifanani na adhabu anayokwenda kupata huyu, kwa sababu hili la kuzaa nje ya ndoa, kwanza zilikuwa bado tuhuma, na siku hizi kuna utaratibu wa kuthibitisha kwamba huyu mtoto sio wangu, ambalo angeweza kulifanya kisayansi na mwisho akapata majibu badala ya kuchukua hatua alizozichukulia. Jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaojichukulia sheria mkononi. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi.
Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.